Siku ya kiyama utapewa daftari lako, alafu unaliangalia kuanzia siku ile uliobaleghe, siku ambayo umeanza kuhesabiwa kwamba wewe ni mukallafu, wewe umeingizwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umeingizwa katika kuandikiwa dhambi au kuandikiwa thawabu. Ndipo unapoambiwa usome kuanzia wakati ule. Kila ukisoma unakuta swala zako ni zero. Kila ukisoma unakuta siku fulani ukuswali, daftari lako litaonyesha siku na wakati na mwaka na mwezi, kila kilichofanyika ndani ya masiku yale, masiku ambayo yanaondoka na kukusanya amali zako. Basi utakuwa ukisoma, ukifungua mlango wa swala, sehemu ya maandishi ya swala, unakuta swala zako ulizoziswali, uliswali swala zako zikiwa ni sahihi au ni swala ambazo ulizipoteza, hazina faida yoyote. Ikra kitabaka, soma daftari lako. Ndugu zangu Waislamu, ataambiwa huyu mwanadamu, ikra kitaba sadaqatika, soma maandishi ya sadaka zako. Ulitoa sadaka kwa ajili ya Allah, au ulitoa riaa wa sum'a, au ulitoa kwa ajili ya kujionyesha, ulitoa kwa ajili ya umaarufu, ulitoa kwa ajili ya kujitangaza usifiwe. Utaambiwa soma na utayaona yote. Kama ulitoa kwa ria, yatakuonyesha ulitoa kwa ria. Ulitoa kwa ajili ya Allah, itakuonyesha ulitoa kwa ajili ya Allah. Kila mmoja atasoma daftari lake siku hiyo. Ndugu zangu, hiyo ni siku nzito sana ambayo mwanadamu atakutana nayo, na atajuta kwa yale ambayo aliyoyakusanya katika dunia yake, kwa sababu kila alichokifanya atakiona katika daftari lake. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ikiwa alifanya mema, jema likawa dogo sana, chembe ndogo, ataliona katika daftari lake. Alifanya ovu likawa dogo sana, ni chembe dharra, ataliona katika daftari lake. Ikra kitabaka, kitabu kimekusanya kila amali aliyofanya. Na ndio maana sehemu nyingine atasema, mali hadha alkitab, kitabu hiki kina nini? Mwanadamu atakapokuwa anasoma alafu akaona, hata hili nalo limeandikwa, mbona lilikuwa dogo hili? Atastaajabu kwamba hili dogo yeye alidhani kwamba labda haliwezi kuandikwa, lakini atakuta limeandikwa. Atasema, kitabu hiki kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitabu hiki mbona cha ajabu, hata dogo hakiachi, dogo kubwa yote yamekusanywa. Kitabu gani hiki? Mbona kitabu cha ajabu? Atasema mwanadamu maneno haya kwa uchungu, kwa maumivu, baada ya kuona yote aliyoyafanya yamekusanywa katika daftari lake. Na ndipo anapoambiwa, soma daftari lako. Ndugu zangu Waislamu, na haya pia mwanadamu huwa anayashuhudia wakati khuruji ruhihi, wakati roho yake inapotoka. Wakati roho inapotoka, mwanadamu huwa anayashuhudia haya. La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu, wala yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu. Haitoki roho ya yeyote yule mpaka aone sehemu anayokwenda. Muumini ataona sehemu yake na kafiri ataona sehemu yake. Kwa hiyo wakati roho yake inapotoka au inakaribia kutoka, amefika katika zile saa za mwisho, kwamba wakati wowote atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, kwa ajili hiyo wanazuoni wakataja, wakasema miongoni mwa alama ambazo zinajulisha kwamba huyu ndugu yetu amefikia katika wakati wake wa mwisho, wakasema istihyaa alhayau. Huyu huwa anakuwa ni mtu mwenye aibu.
anajawa na aibu usoni mwake, hawezi kukuangalia wewe. Hata wewe ndugu yake ndio umekaa naye, inawezekana umemuuguza muda mrefu, mko naye, unamsaidia kwa lolote, ikishafika wakati wa mwishoni, wallahi hawezi kukutazama. Haikutazama, ukimwangalia anaweza akakuangalia jicho moja akageuka pembeni akaangusha macho chini. Hawezi kukutazama. Wanazuoni wanasema hakutazami kwa nini? Kwa sababu wakati huo huwa anadhihirishiwa matendo yake yote aliyoyafanya katika dunia. Yanaletewa yale matendo kama video, anaangalia yote aliyoyafanya tangu alipobaleghe mpaka wakati huu ambao sasa anakaribia kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaonyeshwa matendo yote ya kheri, ya shari, maneno yote ya kheri, ya shari, yote anayaona. Wakati akiyaona haya matendo, dhana yake anaona kama vile na nyinyi mliomzunguka mnayaona hayo matendo, mnamuona namna anavyoyafanya yale matendo, na ndio maana hawezi kumwangalia mtu usoni kwa ajili ya haya, kutokana na matendo yake ambayo aliyoyafanya. Hili ndugu zangu ndilo vitakaofanyika pia siku ambayo kila mmoja atakapopewa daftari lake. Ndugu zangu Waislamu, tupate mazingatio wakati masiku haya yanakatika. Tuelewe kwamba kuna kalenda ya huko juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kalenda ambayo inatufuatilia vipi tunaishi katika dunia hii, vipi tunajiandaa na amali zetu. Usijione ukaona wewe una umri mkubwa. Kalenda ya mbinguni ni tofauti na kalenda ya duniani. Kalenda ya duniani inamhesabu mtu ambaye ameishi muda mrefu, min sab'inat. Anaonekana mtu huyu ana miaka 70, anaonekana ni shaykhun kabir, ni mtu mzee huyu, ana miaka 70. Walakin fi taqwimi samai huwa tiflu. Wallahi, katika kalenda ya mbinguni huyu ni mtoto mdogo kabisa, ni kichanga huyu. Kalenda ya mbinguni haiangalii umri wako umeishi miaka 70, inaangalia taubatika, vipi wewe umetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vipi umerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mara moja, mara mbili. Na ndio maana unahesabika wewe ni mdogo sana, ni mtoto mbele ya kalenda ya Allah subhanahu wa ta'ala.